Baba mwema, mwingi wa rehema na fadhili, uliyejaa kweli, uaminifu, wema na matendo makuu ya ajabu kwenye maisha yetu. Sisi ni nani hata uweze kuturidhia? Sisi ni nani utuhesabie haki? Sisi ni nani tuitwe wana wa aliye juu? Sisi ni nani tuitwe watoto wako? Kwa kuwa tulipoliamini jina lako, jina la mwana wako Yesu, tukahesabiwa haki ya uzaliwa wa kwanza katika ufalme wa Mungu. Ninakushukuru Mungu kwa kuniita nao. Ninakushukuru Mungu kwa kunihesabia haki ya kuwa mzaliwa wa kwanza katika familia yangu na watoto wako hawa uliowazaa kwa njia ya imani katika neema yako. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayeokoa, wewe ni Mungu unayebadilisha maisha ya watu, wewe ndio unayebadilisha historia za watu, wewe ndio unabadilisha mateso kuwa furaha, wewe ndio unaondoa huzuni kuwa faraja. Wewe ndiye Mungu unayefanya walio vilema kupewa miguu tena kukimbia, waliokuwa wamekufa wanafufuliwa, matumbo yaliyokuwa yazai sasa yanabeba mimba, walioitwa wagumba na tasa leo wana watoto, leo wanaitwa wazazi. Wale waliokuwa maskini Mungu umewapandisha juu kutoka jahani, na maskini umewapandisha kutoka kwenye mavumbi. Wewe ni Mungu unayeweza kubadilisha historia ya mtu hapa aliyekuja hana kitu akaondoka akiwa amejaa. Baba, ninaomba uwajaze, wafurike, waweze kujitambua kwamba wewe ndio ulinunua kwa gharama ya damu ya ukombozi iliyomwagika pale Golgotha, na kwa kupigwa kwake Kristo sisi tuliponywa, tena tulifanywa kuwa matajiri, tukatajirishwa kwa sababu Yesu alifanyika kuwa maskini ili sisi tupate kuinuliwa. Waliokuwa wanyonge watapandishwa, waliokuwa maskini watakumbukwa. Ni katika jina la Yesu, amen. Hebu msalimie jirani yako, usimpe mkono, mwambie hai. Maana yake huku mlishazoea kushikana mikono. Wewe mwambie hai, alafu mwambie nakupenda. Muangalie sasa. Juzi niliwafundisha somo la intelijensia, nikasema mtu yeyote unayekutana naye muangalie uso kwa uso. Hata kama unachumbiwa, usiogope kumwangalia mume wako mtarajiwa. Muangalie ili Mungu akuonyeshe imeji yake jinsi ilivyo. Sio unaongea naye unakula vidole unaangalia. Muangalie. Ili aumbike ndani yako, au sio? Sasa leo ninakwenda kufundisha somo gumu sana. Gumu sana, sema gumu sana. Sema rahisi sana. Nataka nikufundishe juu ya tatizo la uvivu wa kufikiri na kufanya maamuzi. Watu wengi tuna tatizo la uvivu wa kufikiri na kufanya nini? Maamuzi. Hujawahi kuona unaenda labda ofisi ya serikali ya mtaa, unamkuta mwenyekiti yuko hapo au mtendaji, unamuelezea tatizo lako wala hakusikii, na wewe unataka usaidike uende ukaendelee na mambo yako. Anashika hiki anaacha, anashika hiki anaacha, baadaye anakuja mwingine anakuacha na hivi na hivi. Unajikuta mambo yako hayaendi kwa sababu umekosa mtu mwenye uwezo wa kufikiri na kuamua. Tunataka watu wanaweza kufikiri wakafanya maamuzi, sio magumu tu. Kufanya maamuzi hata madogo sio lazima yawe magumu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasoma Biblia kwenye kitabu cha, nianze na Mithali sura 14 mstari wa 8. Akili ya mwenye busara ni kuijua njia yake. Ile bii yake inasema, lakini upumbavu wa wapumbavu ni udanganyifu. Na nitakuja kukuonesha
ugumu wa mtu kuwa mvivu kufikiri unaweza ukampelekea akawa muamuzi mbaya au akafanya maamuzi mabaya. Na hali ya mtu alionayo leo ni kwa sababu alishindwa kufikiri vizuri, ni kwa sababu alishindwa kuamua vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Turudi kitabu cha Mithali sura 12 mstari wa 24 mpaka 27. Kumi na mbili 24 mpaka 27. Mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. Narudia, mkono wa mwenye bidii utatawala, bali mvivu atalipishwa kodi. 25. Uzito katika moyo wa mtu uinamisha. Narudia, uzito katika moyo wa mtu uinamisha, bali neno jema hufurahisha. Mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake, bali njia ya wasio haki huwakosesha. Mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Nimalizie na mstari wa 28. Katika njia ya haki kama uhai, wala hakuna mauti katika mapito yake. Haya ni maneno ya hekima kuhusu uvivu wa kufikiri. Usipokuwa mwangalifu katika kufikiri kwako, kuna matokeo mabaya yanaweza yakakupata. Kuna hasara nyingi unaweza ukakumbana nazo na ukashindwa kujikwamua kutoka kwenye mtego wa uvivu wa kufikiri. Jana niliangalia mpira kwa mara ya kwanza. Kumbe hata wazungu na wao wana matatizo. Mimi nilifikiriaga hata wazungu wana akili nyingi sana za kuamua. Makosa unayoyafanya, kuna lugha moja inasema one mistake one goal. Ukifanya kosa moja unafungwa bao. Na sisi tumeshafanya makosa mengi, tumefungwa magoli. Leo usiwe miongoni mwa waliofeli kwa sababu ya uvivu wako wa kufikiri. Unajua tatizo liko ndani ya moyo wa mtu. Biblia inasema uzito wa moyo uinamisha. Watu wengi wameinama, mioyo yao ni mizito kufikiri. Wengi wanafikiri kufikiri ni kwa kutumia kichwa. Kichwa huwa kinachoka, lakini moyo unakuwa masaa 24. Wanasema 24/7. Masaa 24 siku 7. Moyo haulali siku kizima, maana yake wewe umeisha. Kwa hivyo unahitaji kufikiri hata wakati ukiwa umelala. Na wavivu wengi huwa wanaotaota ndoto. Na wavivu wengi huwa wanaona maono ya hovyo. Na wavivu wengi huwa wanalala na majinamizi. Leo ukitoka katika tatizo la ugumu wa kufikiri au uvivu wa kutokufikiri vizuri, ina maana kwamba mambo yako yaliyokwama au yaliyosimama yataanza kutengamaa. Hali ulionayo kwa sababu ya kutokujua kile unachotakiwa kukifanya, hautabaki katika hali hiyo nzito ya kutokufanya maamuzi, kwa sababu uwezo wako wa kufikiri na kuona matatizo na namna ya kuyatanzua au kupata usuluhishi inakuwa rahisi sana. Ukiona watu ambao walitengeneza vitu tunavyovitumia ni kwa sababu walikaa chini wakafikiri. Biblia inasema upatwapo na mambo mabaya kaa chini ufikiri.
tunataka watu wanaoweza kufikiri au kufikiria jinsi ya kutoka pale walipokwama. Umekwamishwa na nini? Umekwamishwa na nani? Kilichokukwamisha ni kile kilichoko ndani yako. Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Jinsi unavyoona leo ndivyo utakavyokuwa kesho. Jinsi unavyoona leo ndivyo utakavyokuwa kesho kutwa. Jinsi unavyoona leo ndivyo utakavyokuwa mwaka kesho. Tulisema ya kwamba mwaka kesho ni mwaka wa kufurahia maendeleo na mafanikio yako. Yawezekana wewe uyaoni hayo maendeleo wala mafanikio yako ya mwaka kesho kwa sababu ufikiri vizuri. Nimekufundisha namna ya kuweza kuamka na kutoka pale ulipokwama. Anza kujisimamia na kufikiria vizuri. Tunataka watu wanaoweza kufikiri vizuri. Kwa mfano, nimesikia kwenye mitandao tarehe 7 mwezi wa 7 watu watafanya maandamano. Najiuliza kwanza, maandamano ya nini? Unaandamana ili kufanyaje? Nimejiuliza sana. Serikali itatumia pesa nyingi kulinda, mapolisi watakaa barabarani, majeshi yatamwagwa barabarani. Ni hasara. Gharama zile zingetumika kwa ajili ya kujenga barabara. Kahama haina barabara, lakini zitatumika pesa kulinda barabara, za kulinda watu. Kuna watu ambao hawafikiri vizuri. Watu wanasema bora tukose wote. Mtu anayesema bora tukose wote hana cha kupoteza, lakini mwenye kitu cha kupoteza sio rahisi akawa na mawazo ya kipumbavu. Biblia inasema upumbavu wa wapumbavu ni udanganyifu. Kitu chochote kinachokudanganya ili uingie hasara au muingize mtu hasara ni upumbavu unaosababishwa na udanganyifu. Kanisa linahitaji kuwa na watu wanaofikiri vitu vya kufanya, maendeleo ya kesho na mafanikio yao na uzao wao. Kesho tukiharibu, hiki kizazi kikija kitatuhukumu kwa sababu tulitumia vibaya rasilimali Mungu alizotupa. Ni sawa sana mzazi ambaye Mungu alimbariki akampa nguvu za kufanya kazi, akafanya vitu, baadaye akavimaliza kwa ajili ya ujinga wake. Akawa anakunywa pombe, analewa, anafanya vitu vya ajabu, alafu hatimaye wanasema finali uzeni. Fikiria kabla ya kutenda. Chochote unachokifanya kina consequences, matokeo yake, kina outcome yake, matokeo yake ambayo yana reflect mawazo uliyokuwa nayo ndani. Uovu wa mtu uko ndani ya mtu, uhalifu wa mtu uko ndani ya mtu, ubaya wa mtu uko ndani ya mtu, uzuri na wema wa mtu uko ndani ya mtu. Kila anachokiona, kila anachokiwaza. Unawaza nini leo? Unafikiri nini? Je, unayaona maendeleo ya miaka 5 ijayo? Je, unaona maendeleo ya miaka 10 ijayo? Je, unaona maendeleo ya miaka 100 ijayo? Utaona watu wanakaa humu ndani wanazungumza vitu vidogo vidogo. Kuna msemo unasema simple mind discuss simple people. Simple people discuss simple mind. Usiwe na mawazo ya moto, usiwe mchanga wa kufikiri vitu vidogo vidogo, wa kushindana na watu. Hatuna sababu ya kuwa na mashindano kwenye dunia hii. Kila mtu ajipambanie mwenyewe, apambane kwa ajili ya maisha yake, apambane kwa ajili ya familia yake, apambane kwa ajili ya taifa lake. Mimi nawapenda sana Wayahudi, wanaipenda nchi yao, wanaipambania nchi yao, na kila kijana lazima awe askari wa nchi yake. Akimaliza shule lazima aende jeshini kwa mujibu wa sheria kuilinda nchi yake. Hayuko tayari kuiangamiza nchi yake. Watu wengi wao wanaangamiza nchi yao au familia zao au maendeleo yao kwa sababu ya kufikiri vidogo. Ni sawa sana mtu anayekula rushwa ili aweze kuiuza nchi yake. Biblia imesema hapa, mawazo ya mwenye bidii utatawala. Ukiwa na mawazo ya bidii, na pia kuna kwenye Mithali moja inasema
Mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri. Mawazo ya mwenye bidii na mkono wa mwenye bidii utatawala. Mwenye kufikiri vizuri ni lazima atakuwa na watu wanaowaajiri au wanaowatumikisha, kwa sababu ana mawazo ya bidii ya kufanikiwa, ya kubarikiwa. Wangapi wanaopenda mafanikio hapa? Kila mtu atanyosha mkono aonyeshe kwamba anapenda mafanikio. Lakini yawezekana unanyosha ili Mwemezi akuone kabisa kwamba unapenda mafanikio. Kama ungekuwa unapenda mafanikio, ungekuwa unafikiri vizuri. Ungekuwa sio mvivu wa kufikiri. Ni lazima uone hatima yako, uanze kuitengeneza hatima yako. Ni lazima uanze kuitengeneza kesho yako. Ni lazima uanze kuiona future yako kesho. Ni lazima uanze kujiandaa kwa ajili ya uzee wako. Ni lazima uanze kujiandaa kwa ajili ya umama wako. Ni lazima uanze kujiandaa kwa ajili ya kuwa baba wa familia kesho, kwa sababu ya kufikiri vizuri. Usipofikiri vizuri, utaona unafanya kazi ya kuokota makopo. Juzi ni mtu mmoja ameandika kwenye mtandao, akasema vijana wengi ndio waokota makopo. Vijana wengi ndio wanaosukuma mikokoteni. Vijana wengi ndio wanaendesha bodaboda na bajaji. Lakini nimegundua kuna wazee wanaendesha bajaji, wanaendesha bodaboda, wanaokota mpaka makopo, wanaokota chupa. Inategemea huyu mzee ambaye anaokota makopo leo au zile chupa ambazo ni disposable tunazotupa barabarani, ujana wako aliutumia vibaya, hakufikiri vizuri kwamba nitakuja kuwa mzee. Daudi anasema, nalikuwa ni kijana na sasa ni mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa. Wenye haki ni akina nani? Ni wale wanaofikiri vizuri. Ukitumia vibaya ujana wako, uzee utakutesa. Utaenda kuomba kazi ya kibarua kwa mtu ili uwe mlinzi kwenye geti la Mwemezi. Na sasa hivi hakuna walinzi tunaowahitaji. Tunalinda na kamera, tunalinda na umeme. Maisha ya kuwa mlinzi yataisha. Nilimwambia binti mmoja, alikuja mbele akaniambia, ninasomea usekretari. Nikamwambia, ukae sekretari wa nani? Akasema, mimi nimesomea usekretari, nataka kazi ya kuwa sekretari. Nikamwambia, mimi sihitaji sekretari. Ninajua kupiga kompyuta mwenyewe, ninajua kuandika mwenyewe, ninajua kuprint mwenyewe. Kwa hiyo nafasi haipo, tafuta kazi nyingine. Usipofikiri vizuri, hata watoto hawa tunaowasomesha, lazima tuwasomeshe masomo yatakayowasaidia kujisimamia wenyewe, kwa sababu ajira hazipo. Wewe mzazi unatakiwa utengeneze ajira ya watoto wako, watengenezee maisha ya wao. Usiwatengeneze ili waje waajiriwe kwa mtu, waje wawe ndio mameneja wa kazi zako. Bwana Yesu asifiwe. Tunafikiri nini? Tukianza kufanya scanning kwenye vichwa vya watu hapa, kwenye mioyo ya watu, utaona mtu anawaza vitu vidogo kabisa, minus. Havipo na wala haviwezi kumsaidia. Tunataka watu wanaofikiri vizuri. Mwambie jirani yako, fikiri vizuri. Acha uvivu wa kufikiri. Usipofikiri vizuri, kesho yako itakutesa. Itakuwa ni majuto. Na leo watu wanajutia maisha yao. Kwa nini wamezaliwa? Kwa sababu walishindwa kufikiri vizuri. Wewe ukiwa mwanamke, ni lazima ufikiri vizuri kwamba utazeeka. Soko litaisha. Itumie nafasi yako ya umama wako, ubinti wako vizuri. Uanze kuwa na malengo yako. Uanze kuwa na maono yako. Uanze kuwa na mipango yako kwa ajili ya kesho yako. Usiharibu rasilimali ulizo nazo. Kesho utaanza kujutia, kama yule mwana mpotevu alianza kula maganda ya nguruwe wakati ameacha kwa baba yake kuna mali, akaenda kula maganda ya nguruwe, akachunga nguruwe za mtu mwingine, wakati baba yake alikuwa ni tajiri sana.
lakini akili ilirudi, akafikiri vizuri, akasema nitarudi kwa baba yangu kwa sababu kuna mali mengi na mimi nikafanywe mtumwa, lakini nile chakula cha baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanataka kufikiri vizuri? Mtanyosha sana mikono, lakini sivyo mnavyomaanisha. Kufikiri vizuri ni kuiona kesho yako. Kufikiri vizuri ni kuiona hatima yako, destiny yako. Nilikuwa nafundisha nikasema, kitu chochote ili ukipate inategemea mwangaza wako, nuru yako na utukufu wa Mungu ulio juu yako. Kama hauonekani kwenye ulimwengu wa mwili na hauonekani kwenye ulimwengu wa roho, utataabika sana duniani. Utasoma na bado elimu haitakusaidia. Utajifunza kila kitu, utafundishwa semina zote za ujasiriamali, utatoka patupu. Kuna watu hapa wamesomea mpaka udaktari, lakini sio madaktari. Kuna watu wamesomea ualimu, leo sio walimu, wanaenda kubeba mizigo ya watu, wanaenda kuwa vibarua, kwa sababu hawawezi kufikiri vizuri, kwa sababu ya uvivu wa kutokufikiri, ugumu wa kutofikiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kanisa hili ambalo Mungu mimi amenipa niwe kiongozi kwa muda, watu waanze kujikagua, wanafikiri vizuri, wana mawazo chanya yanaweza kuwasaidia kesho yao wakati wa uzee wao. Ni lazima uanze kuiona ndoa yako. Ni lazima uanze kuona familia yako mpya. Ni lazima uanze kuona maisha yako mazuri, hatua. Biblia inasema imani juu ya imani, nguvu baada ya nguvu, na utukufu juu ya utukufu. Hivi vitu vinategemea uwezo wako wa kufikiri. Huwezi kuziona nguvu za Mungu kama ufikiri vizuri. Huwezi kuona imani juu ya imani, na wala huwezi kuona utukufu juu ya utukufu kama ufikiri vizuri. Watu wengi wanadhani kwamba majibu yao yanatokana na kuombewa, lakini ukifikiri vizuri, hata usipoombewa ni rahisi Mungu akakuattach kwenye ufalme wake, kwa sababu una maono, unaona, unafikiria vizuri, unaweza kufanya maamuzi sahihi. Turudi kwenye ule mstari ule wa mwisho, ule wa 27. Mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Nataka nizungumzie hicho. Mtu mvivu hapiki mawindo yake. Nini maana yake? Kupika mawindo ni kitu ulichokiwinda, ni kazi ulioifanya. Wangapi wanajua kuwinda? Mliwahi kusikia watu wanawinda? Watoto wanawindaga ndege. Sisi tumewinda sungura. Sasa unamuinda sungura, unamleta nyumbani, alafu umchinji, unalala usingizi kwa sababu umechoka. Mtu mvivu hapiki mawindo yake. Kafanya kazi kwa bidii, kachoka, lakini ameishia kuwinda. Yule mnyama atakaa pale, mwisho ataozea hapo. Mtu mvivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali nyingi. Tunataka watu wawe na mali nyingi za thamani kwa sababu ya kufikiri vizuri. Mtu mwenye kufikiri vizuri huwa na mali mengi ya thamani. Wewe una nini? Mungu amekupa rasilimali ya akili ambayo unatakiwa uitumie katika kupanga mambo mengine yajayo, katika kuona ndoto zako, katika kuona mafanikio yako ya kesho. Wengi mnaishia kuvaa vizuri, lakini hamuishii kwenye mipango na malengo ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Tukiamsha hapa wazee wenye miaka 50, miaka 60, 70, umuulize ujana wako uliutumiaje? Alikuwa kwenye chagulaga cha si mnafahamu huku?
Chagulaga. Chagulaga mnaifahamu. Kwenye Wasukuma wanajua. Chago. Unafanyaje? Chagua mama hapa unayemtaka. Mko watatu, apite mmoja mchague mko wenyewe. Umesikia? Kwa hiyo mko watatu mnamgombea mwanamke mmoja. Atakayefanikiwa kumkamata kwa sababu ana nguvu, huyo ndiye anaondoka naye. Hayo maisha yameishapitwa na wakati. Sasa hivi ni kizazi kingine, watu wanaonana kwenye mitandao. Hakuna chagulaga na hakuna mwanamke wa kuchaguliwa. Au sio? Sasa nyewe Wasukuma kama bado mnachagulaga mmeishachelewa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niseme uvivu wa kufikiri unatia watu hasara. Unachelewesha watu maisha yao. Kabisa kabisa. Ukiangalia zamani Mungu alikujalia ukapata pesa. Kuna watu hapa wameishapata pesa nyingi humu. Mtu asikudanganya, hakuna mtu ambaye hajawahi kukamata milioni humu, wale wakubwa wakubwa, lakini hawakuweza kufikiri kwamba hiyo milioni itaisha. Hawakuweza kufikiri. Walijua zitakuwepo. Kuna msemo wanasema kama ipo. Haipo. Nilishafundisha nikasema fedha ni vifaranga vya kuku, mwewe atakuja atanyakua. Maisha yetu yanategemea jinsi unavyofikiri vizuri. Ukiwa mvivu wa kufikiri utaishi maisha magumu. Na leo watu wanaishi maisha magumu kwa sababu ya kushindwa kufikiri vizuri wakati wa ujana wao. Biblia inasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Soma kitabu cha Mhubiri sura 12. Wangapi vijana leo wanamkumbuka Muumba wao? Lakini wakisha kuwa wazee wanaanza kujutia na wanatamani kufa. Huko ni kutokufikiri vizuri. Unatumiaje ujana wako? Kwenye maandamano? Nenda kwenye maandamano uone. Mimi sikutishi, nenda. Kijana wangu leo alikuwa ananiambia, baba, bodaboda ndio matatizo. Na ni kweli. Watu wengi wanaoendesha bodaboda akili zao zina matatizo. Juzi nimetoka hapa usiku. Nimekuta kijana kagongwa pale ambako basi la Katarama lilianguka kwa sababu hakufa mtu, kulikuwa na damu ya mtu inatakiwa imwagike pale. Kijana mzuri, mnene, kalala katikati ya barabara, kafa. Kwa sababu watu hawafikiri vizuri. Wanafikiri kuendesha tu bodaboda amefunga macho, ili mradi pikipiki inakimbia. Nenda shule, soma sheria za uendeshaji wa barabara. Sheria za barabara, mafuta kuvuta ile accelerator ikaenda, basi unaanza kuendesha. Ukijiendesha bila kufikiri utakufa. Na vijana wengi ambao wanaingia kwenye mikumbo ya vikundi ambavyo wanasikia maneno ya ushawishi na uchochezi watakufa. Na tusingependa kuona Watanzania wanamwaga damu yao au wanakufa kwa sababu ya kutokufikiri vizuri. Fikiri vizuri kabla ya kutenda jambo hilo. Mimi ninaipenda nchi yangu. Mimi nawapenda Watanzania wenzangu. Na nisingependa kuona watu wanavunjwa miguu. Vijana wengi waliokufa leo, nani anayekumbuka kwamba damu zao tulipata hasara? Mali za watu zilizopotea. Barabara zetu zimejaa viraka kwa sababu ya watu kutokufikiri vizuri. Consequences. Kuna gharama itakayotokana na watu kutokufikiri vizuri. Anza kufikiri vizuri usije ukapoteza maisha yako. Sio maandamano tu, hata maisha yako ya kawaida. Usipofikiri vizuri lazima upate hasara. Lazima uishi maisha magumu. Kama ulikuwa unarukaruka kwenye ndoa, hutaki kutulia kwa mume wako, utaolewa na wanaume wote na hatimaye utakufa maskini bila kuwa na makazi kama Kaini. Hebu kaa utulie kwenye ndoa yako. Nazungumza na wewe uliyeolewa kwenye ndoa. Kaa utulie kwenye ndoa yako. Weka miguu mizima. Huyo ndio ndugu yako. Mwanamke hana kwao, hana kabila, hana dini. Anapoenda kwa mume wake, hapo ndio kwao, ndio dini yake ilipo. Na ndio maana tunabadilishaga dini, kwa sababu
huko mnakoenda kuolewa ndiko kwenu, hamnaga kwenu. Kama unarudi kwenu unaenda kujenga kwenu. Wanawake wengi wanaweza wakaiba pesa wakaenda kujenga kwao. Kwenu wapi? Kwenu ni kwa mume wako. Hata ukininunia sawa. Sema haleluya. Wamama haleluya. Utapata hasara kwa kutokufikiri vizuri. Na leo kuna mafundisho kwenye mitandao yamewaharibu vijana, yamewaharibu mabinti, yamewaharibu wanawake. Wanadhani yale mafundisho, watu wamefeli. Huwezi kufundishwa na failure akakuletea kitu cha maana kwenye maisha yako. Fikiri vizuri. Fikiri. Msiyafate mafundisho ya kwenye mitandao, yatawapoteza. Unapofikiri vizuri, ni lazima umuombe Mungu juu ya kile ambacho unasikia. Ndio maana unaambiwa za kuambiwa wewe ongeza na za kwako. Fikiri vizuri, usiwe mvivu wa kufikiri. Angalia pale ulipo. Umekwama kwa sababu gani? Kwa nini unaishi na magonjwa leo? Kwa nini una ukimwi? Uliupata wapi? Fikiria, kama ulipata ukimwi, ina maana kuna tatizo la kutokufikiri vizuri. Yeye anasema huzuni na kuugua kutawakimbia. Huzuni inakuja kama majuto. Unajutia consequences ya maisha ulioyaishi. Ulikuwa unafundishwa, unaonywa, lakini usikii. Asiyesikia la mkuu anafanyaje? Anapinduka makalio, anavunjika miguu. Leo anza kujichuni kufikiri vizuri. Uyaone maisha yako ya miaka 100 ijayo. Uanze kuona miaka 10 ijayo. Uanze kuona miaka 50 ijayo. Utasema sasa mimi nitaishije miaka 100? Unajuaje? Mungu anaweza akakuweka ukateseka kwa sababu hukujiandaa kwa ajili ya miaka 100. Jiandae kwa ajili ya miaka 100. Jiandae kwa ajili ya miaka 50 ijayo. Jiandae kwa ajili ya miaka 20 ijayo. Kufikiri vizuri kunamfanya mtu mwenye bidii aweze kuwa na mali mengi ya thamani. Aweze kuchagua. Hata nguo hizi unazovaa lazima uchague. Takwambia kwa nini. Ukisha kuwa na fikra sahihi, ukawa na mawazo mazuri yanayoendana na maisha yako ya kesho, ambayo yatakuwa yanaonesha familia ijayo, maendeleo, biashara, kazi, hutakuwa mzigo kwa mtu. Leo wazazi wetu wametuingiza kwenye kuanza kuwajengea majengo. Kumbe wao ndio waliotakiwa kutujengea wakatuachia mali. Sisi ndio tunaenda kuwajengea. Sisi ndio tuwanunulie nguo. Ulaya hakunaga hicho. Kama mzazi ukuwajengea watoto wako nyumba, utaenda kukaa kwenye nyumba za watu yatima huko. Huko hakuna vituo vya wazee. Wakatoliki ndio wanavyo na vyenyewe vya kubabaisha. Ulaya ukishazeeka hakuna anayekulisha, wanakupeleka kwenye vituo vya watoto wazee wasiokuwa na makazi. Unataka uje uishi kwenye kituo cha wazazi wazee wasiokuwa na makazi? Unataka uishi kama yatima kwenye nchi yako? Halo. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanafikiri vizuri? Anza kuona maisha yako miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, miaka 50 ijayo, miaka 100, sema hata 1000. Biblia inasema mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi, mali, wakute nyumba zimejengwa, waseme babu yangu alikuwepo hapa. Wewe unawaza nini hapo? Mkipewa kijumba tu mkaachiwa, mnaanza ukigombea. Ni kutokufikiri vizuri. Mnakiuza, kila mtu anachukua chake basi.
Na watoto wengi wanaona mali za baba yao ili wafe, na wanaomba baba atakufa lini ili tugawane. Nilisema hivi, mali yangu mimi niliyotafuta, mtoto yeyote atakayeuza atakuwa kichaa barabarani. Usije ukauza vitu vya urithi, utachizika. Ulivitafuta, unajuaje mwenzio alivipataje? Usiwaze mali za baba yako, tafuta vya kwako. Tafuta vyako. Mtu akufikiri vizuri. Ukiuza, nunua kitu kinachofanana na kile ulichokiuza. Maana umeuza ardhi, unanunua ardhi. Umeuza nyumba, unanunua nyumba, ili kuweka alama ya mzazi wako. Tusije tukawaliza wazazi wetu wakiwa bado makaburini. Tusiwalize wazazi wetu wakiwa kuzimu. Wakumbuke kazi waliofanya, waone watoto wao bado wanaishi juu ya chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Unawazaje? Unafikirije? Unabidii? Je, uko tayari kuyapika mawindo yako? Wangapi wako tayari kupika mawindo yao? Mtu mvivu hapiki mawindo yake aliyoyawinda. Kuna watu wengi humu hawajui cha kufanya. Hawajui. Wao wanajua kula, kuvaa, basi. Kushindana, kuweka nini na nini na kadhalika, waonekane. Hayo sio maisha. Maisha ni lazima uache urithi. Uache nini? Urithi. Mungu atusaidie. Tuna watu wavivu wengi. Sio uvivu wa kufanya kazi. Nilikuwa najifunza juu ya somo la laziness. Laziness ni tatizo la kisaikolojia. Uvivu ni tatizo la kisaikolojia linalompata mtu jinsi ya kufikiri vizuri, kufanya maamuzi vizuri. Tuna watu wengi ambao wameingia kwenye migogoro ya ndoa, migogoro ya maisha kwa sababu ya tatizo la kisaikolojia. Mtu mwingine akipata mali anaona kwamba lazima azitumie kwa kuzitapanya au asivuruge tu kwa sababu ni za kwake. Kuna baba mmoja aliwaandikia watoto wake akawaambia hivi, nyumba hii siku nikifa muivunje kwa sababu chini huku nimeweka hazina. Vunja vyumba vyote kwa sababu sitawaonyesha mahali nilikuweka hazina. Vijana baba alipokufa wakaanza kushindana kuvunja. Atakaye kuwa wa kwanza achukue ile sanduku lenye hazina. Wakavunja mpaka msingi ukaisha, wakakuta ameandika kwenye vile vibubu, mnaita kibubu. Ameandika pale kwenye karatasi, tafuta vya kwenu. Mzee yule alikuwa na akili nyingi, na mimi nikaweka tiki nasema tafuta vya kwenu. Tafuta vya kwako mwanangu. Fikiri kwa nini baba yako alitafuta akajenga. Wewe unataka utumie vya baba yako. Utasema yule baba alikuwa na akili mbaya. Alikuwa na akili nzuri kwa sababu watoto walimlemea. Hawataki kutafuta vya kwao. Unakuta mtu yuko nyumbani mpaka leo hana vya kwake. Tafuta vya, rudia, tafuta vya kwenu. Mwambie jirani yako, tafuta vya kwako. Unasubiri baba afe. Hafi. Yule mzee Dar es Salaam ulimuona jinsi alivyovunja nyumba, watoto wakaenda mahakamani. Sasa aliwashinda. Alivunja, maana walikuwa wanamuombea afe. Ni kutokufikiri vizuri. Unamuombeaje baba yako afe? Sisi wengine tumepoteza baba, tunatamani baba angekuwepo. Tumepoteza mama zetu, tungetamani mama nikienda pale na mkumbatia. Kwa sababu ninajua huyu alibeba mzigo miezi 9. Baba alikuwa anaemea ili nile. Lazima nikae nafikiria. Wewe unamuombea baba yako afe. Ni kutokufikiri vizuri. Kwa sababu hata akifa ukarithi jumba kama hili,
ukapata hela, hazitakusaidia, utakufa kwa kisukari tu. Tafuta vya kwenu. Mwambie tafuta vya kwako. Mnatafuta, mtafute. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kutopika mawindo ni mtu ambaye anashindwa kutumia uwezo wake aliopewa na Mungu. Kuna uwezo uko ndani yako. Sema nina uwezo ndani yangu, lakini anashindwa kuutumia. Nirudi kwa wazazi. Unakuta mzazi anaanza kuwapigia watoto wake, mmenisahau wanangu, niliwazaa nikawabeba miezi 9 tumboni, lakini hamnikumbuki. Kumbuka nilivyolala leba. Kwani walikutuma? Swali, ulitumwa? Si ilikuwa starehe yako? Hebu tuache basi tule maisha yetu sisi bwana. Kama hujajenga maisha yako, usimlaumu mwanao. Hujajenga maisha yako, unaanza kulaumu watoto. Na mimi nilishawaambia wanangu, nikasema sihitaji chochote kutoka kwenu, labda mimi niwasaidie tu, kwa sababu kama mimi ni baba, ninajua namna ya kuweza kusustain maisha yangu. Ukinipa, unanipa kwa upendo tu, kwa sababu ya ubaba wangu, lakini unisaidii mimi na wala uniongezei chochote. Bwana Yesu asifiwe. Uwe hivyo, uwe hivyo. Narudia, uwe hivyo. Sio unakuja kuzeeka unaanza kujuta, mimi bora sikuzaa. Bia nini? Ukipata mtoto wa kukusaidia, shukuru Mungu. Kizazi sasa hivi hakikumbuki wazazi. Biblia inasema siku za mwisho watoto watasahau baba zao, watoto watasahau mama zao. Fikiria, na wewe utakuja kuwa baba kesho. Watakusahau ulimsahau baba yako, watakusahau kwa sababu ulimsahau mama yako. Anza kufikiri vizuri. Ninasema na watu ambao hawana baba kama mimi, nasema na watu ambao hawana mama kama mimi. Shukuru Mungu. Kama unachezea hiyo nafasi, utakuja kujuta. Jiandae kwa ajili ya uzee wako. Hata kama una miaka 6, miaka 7, uko shule, anza kuyaona maisha ya uzeeni. Jiandae kwa ajili ya maisha yajayo. Jiandae kwa ajili ya mikiki ya maisha yanayokuja. Bwana Yesu asifiwe. Kutokufikiri vizuri kuna wafanya watu waishi kwenye majanga. Leo kuna watu ambao wameacha hata imani. Ukiona maisha yao mpaka unawahurumia. Hawana amani. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 57 mwisho pale, asema hapana amani kwa wabaya, wamefanana na bahari iliyochafuka. Usije ukawa ni mtu mbaya ukaishi kama bahari iliyochafuka. Hapana amani kwa wabaya, wamefananishwa na bahari iliyochafuka. Usije ukachafuka kwa sababu ya kukosa amani, ya kutokufikiri vizuri. Kama haufikiri vizuri, hautapata amani miaka 10 ijayo. Hautakuwa na amani miaka 50 ijayo. Utajutia maisha yako ya kuumbwa kwako au kuzaliwa kwako. Mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Kipindi hiki kijana apate kuigeuza njia yake. Daudi anasema, ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake, bali kwa kutii na kulifuata neno la Mungu. Zaburi 119, 105 na kuendelea huko. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kijana ni mtu wa kukimbia na bodaboda. Ni kweli imeleta ajira. Je, ajira hiyo inakupa heshima wewe? Inampa Mungu heshima? Inaleta familia yako, inaletea familia yako heshima? Sichuki bodaboda, ila matokeo ya matendo ya wane wanaoendesha bodaboda. Bodaboda limekuwa janga kubwa la kitaifa.
katika njia ya haki kuna uhai. Njia ya nini? Ya haki kuna nini? Chochote kile unachokiishi bila haki, mbele yake hakuna uhai. Ndio sawa sawa na mtu asiyefikiri vizuri. Niliwahi kufundisha nikasema, mtu hafi siku hiyo ya kwanza, anakufa miaka 10 iliyopita, anakufa miaka 20. Alianza kuona kifo yeye. Anasema uzima na mauti uko ndani ya uwezo wa kinywa chake, ulimi wako. Yale unayoyatamka yanaweza yakaleta uzima kwenye maisha yako. Yale unayoyatamka leo yatakupa miaka 100 ya uzima wako ukiwa duniani.